Laodice Church. Tunaijua tunaijua hata mali iko inajulikana Kisikia hakuna sauti, hakuna watu wanajua. Kanisa la Laodice limezungumziwa katika Ufunuo 3 mstari wa 14. Revelation 3 verse 40. Nitasoma mistari mingi, wacha nianze mstari wa 14. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa ukweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywani mwangu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii kutubu. Tazama, ninasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Na hilo ndilo neno la Mwokozi. Jina la Bwana linuliwe. Amen. Yohana akiwa katika kisima cha Potifa, akiwa amefungwa kana kwamba ametekwa nyara, kuna mambo alizungumza juu ya kanisa 7. Na leo tunaangalia kwamba kuhusu kanisa la Laodice ama Laodikia, kwa lugha ambayo pengine wewe utapenda kuitumia. Kuna kitu ambacho ninataka nilete kichwa cha ujumbe. Andika test. Mushamo. Test. Asubuhi tulizungumza kuhusu harufu. Na saa hii kwa dakika chache Mungu anataka tuongee na wewe. Anitumie mchana wa leo, unisikize tu kwa unyenyekevu, kwa sababu kuna kitu kingine Mungu wa mbinguni anahitaji katika maisha ya Mkristo. Nilizungumza kuhusu safari ya njia ya mwenye haki. Nikasema hiyo njia haina ndege wakali. Katika ile njia ya mwenye haki kuna kitu ambacho nimeita test. Tusabi topic twangu, kuna kamoja nimekaita ladha, na Kikuyu inaitwa mushamo, Kikamba sijui anaitaje, Kijaruo sijui anaitaje, lakini yote hiyo majina inaweza kuwa ina maana moja. My brother, my sister, you are here today, maana Mungu anakusudi juu yako. How is your test? Do you have a test? Una test ya aina gani? Zile vitu nyingi ambazo
Hebu nikwambie kidogo. Unaona hii ulimi unakuwa nayo? Hii ulimi inakuwa nayo. Hiyo inasimamia kitu kinaitwa Holy Spirit. Rolimero kwa maka maira omutheru wa Ngai. Maitho githĩ ti muonani. Mwathani. Maitho kareke. Viungo nyingi katika hii mwili zimefafanuliwa katika maandiko, zina ufunuo wake. Maitho ni roho. Ne munabii wa Ngai. Matuma ni mini. Kanua kare mini. Odhina watu ngata wa Ngai. Lakini leo nataka tuzungumzie hiyo ulimi na testi yake. Kuna vitu nyingi ambazo ukipewa watu hapa kukula, kuteremuka hapa ni shida, kwa sababu haina test. Amina. Amen. Kwa sababu tayari ile kile kinapima kile kizuri na kile kibaya imeikataa. Unajua meno katika mwili wa mwanadamu, meno shidi tena na shuma tajikalia. Magego no makalie kile yote ikikuja kidheri na kalia. Inafinya kabisa. Lakini ikifika kwa ulimi, kuna watu wengine wanaweza tapika. Lakini meno ilikuwa imeikubali. Hata mdomo ilikuwa imekubali. Lakini ikifika hapo kwa ulimi inatapika. Inakataliwa. There is a taste in the spiritual realm. Nikuri moshamo. Thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai. Na Ngai nĩaroraga mũcamo waku. Na nikwambia mtu wa Mungu, kwa sababu nimeanza kuhubiri tangia wakati ambapo uliokoka, na utaniambia nikimalizia, are you still testing? Well, je, ungali una ile ladha iliyo nzuri? Kanisa la Laodikia lilikuwa kanisa zuri, lakini ikafika mahali Mungu akawaangalia, akatuma malaika, akawaambia wao sio baridi na sio moto. They are somewhere. They are somewhere. Safari mpapendwa, hata ya wokovu inakuwa na ngumu. Si wakati wa kuanza, ni wakati mtu ameendaenda. Ndio mahali ambapo mtu anaanza kusikia kaugumu. Mungu alipoangalia akiwa juu mbinguni, aliachilia neno hili, akasema ya kwamba ninawajua vizuri, ya kwamba sasa situation ambao mko nyinyi sio baridi na sio moto. You are somewhere center. Kitu ambayo sio baridi na ni moto tunaweza itaje? Kitu kigagayu ya kisati data wa kiraruka na kigagayu ikae kiraru tikugagaya akijaribu ndio akaira tofauti hadi tuleke hii kitu wapendwa sio baridi na hii kitu sio moto. For example ni chai ya Kiswahili ni fungufungu, ndio nataka ya Kikuyu kizuri. Atengeleza siangai. Amina. Ukikila chai shumbe na sukari, mbele ya macho ya Mungu, hawa watu wakiwa kanisani walikuwa watu ambao wanaonekana wamegagaya. There is no taste. Tiki hiyo.
kiko hapa katikati, na hapa katikati ndio hatari wapendwa. Nimeleta injili tukiwa katikati ya mwaka, ndio nikwambie mwezi 6 imeisha na imebaki mwezi ingine 6. I don't know, sijui vile ambavyo wewe utachukua, maana sikai sana, lakini Mungu wa mbinguni akikuangalia, hata tuangalia sio miaka mingi, sio tunaweza angalia ibada tu ya siku ya leo. Leo ni moto ama ni baridi? Kuna mtu hapa alikuja akatwambia, na iko sahihi katika siasa, fire si fire, fire si fire. Na Biblia imesisitiza ya kwamba Ngai witũ ni mwaki, Mungu wetu ni moto. Na kuna mambo ambayo nataka tuweze kuangalia wapendwa. Kile ambacho hawa watu, ilifika wakati Mungu alipowaangalia akakuta watu hawa sio baridi na sio moto. Something somewhere happened on the way. Katika njia za wenye haki kuna mambo inakutana mtu. Amina. Amen. Ninataka kusema hivi, kuna watu wakati ambapo walikuwa wakiokoka, maonoka, ona hata wale wameokoka leo, ndani yao kuna kuwaga na mchemuko wa moto. Akiambiwa ashuhudie, anaweza shuhudia mpaka saa 6. Lakini mtu akianza safari, anafigana mahali baridi inaingia. Amina. Amen. Kuna magari zinaitwa shadidro. Noiba gari shadidro. Zikiingiza heho, ile baridi kidogo tu inafanyishana mtu kazi kubwa na kazi nzito. Wapendwa, katika mchana wa siku ya leo, kuna ujumbe tu mfupi Bwana amenipatia, na kwamba kuna watu ladha imeisha. Kuna watu vipawa ladha zimeisha. Kuna watu shuhuda ladha imeisha. Na Mungu akiwaangalia akiwa juu mbinguni, anakosa test ni gani? Nereko na Mwijiraini. Sitaki unijibu mimi, maana hata sina mambo mengi. Ninataka uangalie wokovu wako, kanisa lako apostles. Kuna jambo linaweza tuma, unaweza fanya litume kanisa liwe na baridi. Letu lina moto, na Mungu atusaidie moto usizimike. Lakini unaweza kuta ya kwamba kuna mtu ambaye alikuja ndani yake yana baridi. Wethine wake nayo ni amatara na mundu ukumwakiria mwaki. Wakati ambapo kuna mtu ambaye amekuja na yeye ana baridi. Baridi kwa tafsiri nyingine ni bara shagoma. Ni vita. Na ukifuatwa na vita zinashushana mtu chini. I want to pray. Nataka tuombe tu leo. Mungu atusaidie. Amen. Ya kwamba kila mahali ambapo moto baridi imeingia, ambao ni ya kiroho, inaweza ingia kwa maombi. Haleluya. Amen. Na ukute ya kwamba hata watu wale walikuwa wanakuja hapa kuomba faida hawezi kuona. Kwa sababu kuna baridi. Kuna baridi. Kukiwa na baridi kwa nyumba, mnashaka jiko. Sasa mtu ambaye ameokoka akiingiwa na baridi, labda tuite jina la Bwana liweze kuingia. Hata tuache kuangalia baridi. Mungu alipoangalia aliona ni fugufugu. Na unajua fugufugu unaweza vutwa kwa pande yote ile. Number 1. Point number 1.
Mungu anahitaji mtu mchana wa siku ya leo, maana kanisa ni wewe na ni mimi, ambao atawasha moto wa Roho. Na kuwasha moto wa Roho lazima kuwe na tendo ambao utalifanya, lazima kuwe na jukumu ambao utachukua. Nataka kuzungumza nisema ya kwamba wakati kitu ambao kimekuwa baridi na kina moto akinaga ladha, kuna test ambayo ya wokovu imeona. Number one, kile kinaweza tuma test ishi ni dhambi. Ni dhambi. Amen. Amen. Ambia mtu dhambi ni mbaya. Inaweza tuma ladha yako iishe. Bwana sifiwe. Amen. Wakati ule ambao mtu ametenda dhambi na ukaachana na njia za Mungu, kile ambacho kinakungojeaga ama kile ambacho kinakuaga mbele yako ni shetani aweze kukuvuta. Na ikiingia ikiwa dhambi, ile moto unazimika. Bwana sasa. Amen. Ya pili ambayo inaweza tuma moto wako ukose ladha ni kuwa fugufugu. Sasa Juliani alituzungumzia kuhusu Olisama. Alikuwa anasema kuhusu Jagadha Yabuli. Sijui ni kama ni yeye ama ni nani alizungumza last. Bwana tusaidie sana. Wakati ambapo uko fugufugu ni mtu ambaye ajulikani where are you. Wakati ambapo uko fugufugu, mtu ambaye umeokoka, karakta ya mtu fugufugu, na Mungu atusaidie. Anaanzaga na imani, lakini yeye ndiye huwa anashusha wengine. Ajenda yake ni ya kushusha. Ukiona mtu ameanza kupatia maneno ya vita ya kanisa, huyo mtu tayari ni fugufugu. Ukiona mtu ameanza kupigana na wachungaji walioteuliwa na Mungu, huyo mtu tayari amekuwa fugufugu. Fugufugu ni kumaanisha kwamba hauna mwelekeo. Roho na wokovu. Ndani ya moto. Wakati wote utakuwa na wokovu ambao ni fugufugu. Every wave can carry you. Kwa sababu uko fugufugu. Mtu ambaye ameokoka, tuko point number 2, na yeye ni fugufugu. That is terminus. Shamagelio. Anang'olewa. Wapendwa, kuna vitu tunajua ziko duniani hizi zinaitwa makuno. Yeah. Tunajua makuno? Yes. Makuno, mushrooms, inakaa siku ngapi? Inaweza mea ikiwa smart ikionekana, alafu baada ya siku chache imeenda. Wakati wote utakuwa fugufugu, unaweza chotwa na kila roho. Saa hii kuna mambo mengi sana, sio kanisani na sio duniani, hata Kenya. Na kama tuko karibu wapendwa, tuingizwe kwa one term na two term. Hata kanisani ukikaa tu, na Mungu asaidie huko kusiwe hivi, unaangalia mtu na sura ya one term, kwa sababu wewe uko. Hiyo ni wave na inaweza kukubeba. Mtu ambaye ameokoka fugufugu. Haleluya. Amen. Utasimama hapa Mamelisa na utaibisha vizuri sana. Lakini wakati ambapo una wokovu ambao ni fugufugu,
Ndugiagamiri. Watu fugufugu hawatuliagi hata kanisani. Watu fugufugu hata kwa ndoa hawatulii. Umuthi wake rushie kwao, na siku hiyo ingine utamkuta kana kwamba amerudi, ameenda kwa dada yake na ndugu yake, kwa sababu yeye ni fugufugu. Nizungumze ama niachie hapo? Roho ya mtu ambaye ni fugufugu, wapendwa, ambayo imenenwa mahali ambapo tumesoma, ilionekana katika kanisa la Laodikia. Maana Mungu aliona ya kwamba wakiwa baridi na sio moto, shaitani no amagai goma no amoe nitoka kwa ile ya domekuji kwa ni kwa ile ya domekuji kwa baba hataki mtu fugufugu. Simama vizuri, ruha mawega. Kama uko kwa Mungu, simama kwa Mungu, kwa neema ya Bwana. Amen. Amen. Mimi najua nimekutana na watu ambao niliwaambia, mkalimani aliwaambia wakati tulienda maombi na mtu ambaye hakuwa vizuri, hajasimama vizuri, na mandazi kapigwa kule, tulikuwa katika fasting, akauma ngumu atamuhegira hadi mlimo. Alafu akalipolia rais ameuma, akakuja akatuambia kaide daruma. Na tuko siku ya pili mahali ambapo mtu anasikiaga ni pagumu, akaigongesha kwa ukuta. Hiyo maombi ni fugufugu ama si fugufugu? Wapendo, ukienda na mtu ambaye ako fugufugu, hata maombi ataanza kukwambia story za vile ambavyo anasikiaga harufu ya nyama, na harufu ya nyama tayari zitavutia mtu, tayari ameanza kukudisconnect na maombi. Watu wengine ambao tuko prayer partners, wale ambao tunaomba lazima tujiangalie, kwa sababu utakuwa na prayer partners ambao ni fugufugu, na wakati ambapo mnaomba ono hikita maitho na kwira eyo nyamo, kwa sababu ndani yake yako fugu. Kanisa la Laodikia, Mungu akamwambia maneno haya baada ya kuona wako fugufugu. Nisikize, ninaendelea kumaliza. Baba alipoangalia aliwaambia kwamba na Mungu atuhurumie, ati niko utaika Ndio kale kwa dako kuja na neko uja na huo kaitari dina la kutaika Mungu. Kuna modulaji wa Mungu hana shida ya kukutabika, na hataki kujua how big you are, hata kama una jina kiasi gani. This is my topic. Na ninaihubiri na uchungu. Noka kurado dhikiria hii. Ida niliki. Wala ushetia. Ya utaiki. Andale na dhina. Andale wotiwe na dhiri. Na hana shida. Na hana tatizo. Anaachagua akiwa Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Kuna waimbaji wameimba mashuhuri, na kwa sijui kwa nini waimbaji wangu hawakuja, wale walikuwa wamesema nihubiri hii wakisikia. Kuna waimbaji mashuhuri wameimba katika nchi yetu. Ni kweli ama si kweli? Na walikuwa na mafuta mengi sana, lakini wakati wote tu Mungu ameachilia wale fugufugu. Shetani anawateka wakawa fugufugu. Matiri kiravu ine, matiri kwa kari. You see, umodera ina kekiravu ine. Hiyo ndio njia moja kwa fugufugu. Leo ako kwa bar anaimba, na kesho ako kanisani. Wakati Mungu amewaangalia, anawatapika mdomoni mwake. Can you get a one point? Ninapoendelea kumalizia,
wakati wote tunakuwaga katika ufalme huu wa Mungu, tukoragwo kanua-inĩ ka mũtũmbi na ngoma etagĩrĩra tũtaikwo. Wapendwa, hebu niwaulize kitu. Kuna mtu anapenda kutapika? Kwa mundu wendete gutaika? How do you feel? Kumeria ri na gutaika ri ni gani mzuri? Okay. Kuliko ana makile manane hamakuwa ya hai kai. Sinilita watu wote walikuwa wanataka kuokoka. Si wote. Si waliokoka watu waine. Iyo angemukima honoku. Haya. Iyo thema. Mama kai mukiru ile ikai. Haleluya. Bwana asifiwe. Biblia inasema vizuri, anafika mahali anawaambia sasa, kwa sababu ya hiyo mambo umefika, kila kitu ambayo naweza fanya tondu ndingimeria kindu itari na mucamo ona wewe hata wewe wezi meza. Sasa to that extent nitaitoa, nikutoa nitaitoa. Baba wetu akusaidie na hata mimi anisaidie. Na unajua wapendwa, wakati anatapika haangaliagi jina. Wakati ambapo anatapika haangaliagi kipawa. Wakati ambapo anatapika yeye angaliagi kona nguvu kiasi gani. Lakini anafika mahali anasema, nimekuambia na nimekuonya na nimekukanya mambo haya, sasa umekataa. It is a time now. Kawishia ya gaida na nya wakono kia wa Babylon. Lakini ya waliwaachia waende Babylon 70 years. Ni yule Mungu ambaye mliniambia kwamba mnamtaka. Ni huyo Mungu tu. Anafikishagwa mahali na watu. Anafikishagwa mahali na watu ambao wanasikia, ambao wana masikio lakini hawataki kusikia. Inafika tu an extend, anasema the time now. Itapiki. Niguzie mtu mwambie angalia, kutapikwa ni hatari. Wakati ambapo unatapikwa, kuna roho ingine inakugojeana. Kwa hiyo ugwetagirira ndio ikuchukue, kwa sababu ilikuwa inajua kuna mahali ilikuwa. Kitu ambacho kinakuwa kwa tumbo, wapendwa, zikaidimo alio hamini. Kitu ambacho inakuwa kwa tumbo ndani akionekanaje? Hata sasa hatujui mtu alikula nini, hatujui. Kumaanisha wakati ambapo uko ndani ya kinywa cha Mungu na ndani yake hakuna mtu, kuna mambo ambayo anakuzuia, hauonekani na maadui, hauonekani na watesi, akora wako hidite. Haleluya. Lakini wakati kitu kinasumbua tumbo, unasikia hiyo ni taimwaga, kinaachwa kiwa naked, uchi. Akawaambia, angalieni nisije nikatapika. Hakuambia kanisa nzima ataitapika, lakini ni wewe na mimi. Niangalie njia zangu, niangalie mwenendo yangu, gorodi na mushamu nigetha nigataiko. Kuna mtu anataka kutapikwa? Kutapikwa ni kubaya, kutapikwa ni kubaya, na kutapikwa unaweza teseka. Kubali kukaa ndani. Biblia inasema mstari wa 18, nakupa shauri. Niko uleto dhomero na Gikuyu. After Mungu kugadhabika, after bitterness ya gari ni alinda. Na nitahoya, nimeomba ya kwamba katika madhabahu ya Mungu ya Ark, Baba tusaidie tusiwe fufufu. Ya pili tusaidie pasiwe hata moja
atatapikwa. Tondu no ukorio no waiguire. Did you hear from my servant? Ulisikia nikisema verse 18, nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri. Utaratire ati ugure dhahabu kuri nie uria mutherie na mwaki. Amen. Niguo utonge na ugure nguo iria njeru niguo wihumbe thoni ciaku cia guikara njaga itige kuoneka. Ndio kujokera rĩngĩ abotige. Abakaga buku ta kulipa hapa na hapa. Ninasema hivi mtu wa Mungu. Baada ya Mungu kuwaonya, Ngai nikionyesha Ngai Tracy, Ngai ni mwega. Leo kia imetwe mutiko melio. Mutiko tako. Ukinya imetwe, ukinya. Kile chombo. Haleluya, kuina mete. Anakuja na waambia sasa, I advise you. Ninaweza kupatia shauri. Na unajua shauri, kadi kupatia kitu kadogo. Shauri ni kuambia you can make a choice. Haleluya. Kuna fugufugu na kuna kumezwa. But na shirika yako wate, I give you a choice. God is God of choice. In the month of September, in the month of July, August, September, October, November, December. Thikĩrĩria mataro ma Ngai. Akamera atĩrĩrĩ, gĩũkei mũgũre kũrĩ niĩ. Kuja mũnunue kwangu dhahabu iliyo sawa, mavazi mazuri. Amen. Haleluya. Amen. Ili ya kwamba ile uchi mlikuwa nayo. Dani kiona mwega. Ili ya kwamba ile uchi ambayo shetani ametuvika ama ingine tumeonekana nayo, alikono nyinyi mwono mwile jana itone hube. Ili yoko tumeonekana uchi. Amen. Na Mungu wa mbinguni ni mwaminifu. Ninajua kwamba kwa imani, haleluya, hivi karibuni tutaweka fence itazunguka huko. Izunguke hivi. Fence nzuri ambayo itakuwa na mawe chini na chuma juu vizuri sana. Amen. Kwa sababu gani? Kuna watu ukiwauliza uchi ya Ark of Apostles ndio wanajua sana kuliko mama mema. Amen. Kuna watu wanajua uchi ya kwako. Thank you. Kuna watu wanaelewa sana uchi ya familia yako kuliko wewe vile unajua. Ndio hivyo tunamenya wanaenda kuga. Kuna watu wanakujua zaidi yako. Haleluya. Amen. Kuna watu mimi na mchungaji wenu. Ni mmoja yako magarashira na matukora witu. Kuna watu wanajua sana uko mama vikuoka na utali. They know. Oi. Haleluya. Amen. Kuna watu Mungu na shetani aliwasaidia. Mungu ni mwaminifu, anawaambia kwamba sasa imefika mahali jichagulie which way ukwenda atia. Ona nidi noka kumwatha noka kumwe choice kumwira Ngai arauga ukwenda atia. Ni gutaikoe ni kumerioe kana ukwenda guka mwenoe oi upate mashauri mazuri. Ununue kwa Mungu akuvalishe mavazi, aondoe kila aibu maishani mwako. It is according to you. God is faithful. Na Mungu ni mwaminifu. Anawaambia hivi wapendwa, ndio tumalizie tu hiyo haraka. Najua walikuwa watu wa mashaka na watu walikuwa wamejitai ni matajiri. Akawaambia upate kuwa tajiri. Ndio nadhani madina hivyo. Nitakupa shauri, nunue kwangu dhahabu iliyo safi kwa moto upate kuwa tajiri. Tarikia. Toreo hili
Thomea Biblia rĩngĩ. Kuga atĩrĩrĩ, ona ũgũre mũthaiga wa maitho wĩhake maitho nĩguo wonage. Wenda wambĩrĩrie verse 18 na wende na kupatia shauri ununue kwangu. Okay, tondũ ũcio ngũgũtara atĩrĩ, atĩ ũgũre thahabu kũrĩ niĩ ũrĩa mũtherie na mwaki nĩguo ũtonge, na ũgũre nguo ĩrĩa njerũ nĩguo wĩhumbe thoni ciaku cia gũikara njaga itige kuoneka, ona ũgũre mũthaiga wa maitho wĩhake maitho nĩguo wonage. Amina. Biblia inasema ya kwamba atakupa dhahabu ili upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ujipake macho yako upate kuona. Na kuombea katika uwezo wa Bwana wa majeshi ya kwamba Mungu wa mbingu na nchi awezaye mambo yote anisaidie na kusaidia. Ya kwamba unaweza chagua chaguo nzuri mchana wa siku ya leo, na unaweza pokea kwa neema hiyo Mungu upate kuwa tajiri na mavazi meupe mazuri. Mavazi meupe ni utakatifu. Mavazi meupe inamaanisha utakatifu. Amen. Ili ya kwamba uchi wako usionekane tena. Verse 19, wote ni wapendao mimi na wakemea, na kuwarudi basi uwe na bidii ukatubu. Funga Biblia. Biblia, neno la Bwana linasema ya kwamba kwa uwezo wa jina lake ambao ni takatifu na teule. Amen. Ya kwamba yeye anawapenda wale tu ambao anawakemea. Nekenagionesho Mithali, nilisomea praise and worship Mithali nyingi sana, nikawaambia vile Mungu anapenda kuonya watu wake. Yeye anapenda kuonya, na wale ambao anawapenda anawaonya. Wakati wote utakanywa, wakati wote utaonywa, ujue unapendwa. Twariki hao. Whenever kanisa utasikia roho anatukanya, never twenda. God loves. Gaina twendete. Tukikanywa tuwe watu wanati. Kwa sababu gani? Ni kweli twendete. Maria mtu mwambie nao kweli. Ona kukanyo ni kupenda tu. Hata wakati ambapo tunaambiwa baraka nyingi sana, ni Mungu anatupenda. Hata wakati ananikanya, ni kunipenda tu. Maana amesema anawakemea wale. Kwa hivyo wale hawapendi, hawakemei. So niulize mtu wa Mungu, unataka kupendwa? Niwendete kwenu ni gai. Unapenda hivyo? Kama basi unapenda kupendwa na Mungu, kubali kukanywa. Usipotee kanisa kwa sababu umekanywa. Usipotee. Watoto wetu mkikanywa shuleni na hata nyumbani. Usipotee nyumbani kwa sababu umekanywa. Kubali kukanyika. Hawa wazazi na wajua hawa wote, ukiona wanawakanya, Baba yetu wa mbinguni ni mzazi mkubwa, na wakati wote anatukanya, huwa anatukanya maana yeye anatupenda. Ni kweli watu wetu. We have a loving God. Aliwakanya wana wa Israeli, sina muda, akawaambia msifanye haya na yale, yafuateni matendo, amri 10 za Mungu, kwa sababu aliwapenda tu. So wakati wote unapendwa, utakanywa, na wakati utakubali kutii sauti ya Mungu, hautatemwa katika kinani mwake. May God bless you. Mungu afanikishe, awasaidie. Aibu ya kila aina isije ikatupata. Nuka tu na miguu yako miwili kwa unyenyekevu mwingi sana.